Unaangalia Al-Khair Online TV. Mashehe wa Dar es Salaam walio wengi wakifika kwenye organization ya Maulidi na maeneo mengine, tuko vizuri sana mpaka tunafunga mitaa, hata mitatu minne, jambo zuri sana. Sasa kwa juhudi ile tulionayo, tunataka sasa tuhamishe, tuambukize katika maendeleo ya nini, ya Waislamu katika maeneo mengine. Kwenye Maulidi tumeweza, twende tukaweze na maeneo mengine. Kwa hiyo ile dhana ya kuwa mkoa wa Dar es Salaam BAKWATA inaonekana iko chini, tunataka sasa hivi tuiondoe. Na niwashukuru sana viongozi wa BAKWATA mkoa, nimeshirikiana nao katika maeneo mbalimbali, wamekuwa wakinikera katika maeneo mbalimbali, wameinuka na tuwaunge mkono, na hatutaki kuzungumza maneno, ila tunataka tuzungumze kwa vitendo. Tunachozungumza kitu tukione. Tuko na maeneo yetu mbalimbali ambayo yalikuwa hatuyamiliki, hatuna dokumenti zake, hatuyatambui, lakini kwa juhudi zao nadhani mpaka tunafika kwenye mwezi wa 9 mwaka huu tutakuwa kwenye nafasi nzuri sana ya kuwa na kitu cha kuonyesha katika mkoa wa Dar es Salaam kwa kuanzia. Na sisi kwa kuwa eneo la Dar es Salaam ndilo eneo lenyewe, sisi ndio nyumbani. Karibu wote tulioko hapa pamoja kwamba tuna asili, huyu katoka Moshi, huyu katoka Kilwa, huyu katoka Jaribu mpakani, huyu katoka Mfisini, huyu katoka Mkuranga, huyu katoka Gerengere, lakini wote tumejikita Dar es Salaam. Hapa ndo nyumbani. Kwa lazima na sisi tuonyeshe maendeleo katika mkoa huu wa Dar es Salaam, na tuonyeshe mabadiliko yaliyo makubwa sana. Na dhamira ile ya kuona sasa BAKWATA mkoa wa Dar es Salaam pengine haipo sana, tuiondoe. Tusiwape wanaharakati wenye mirengo ya kushoto kuitawala Dar es Salaam na kuiona BAKWATA kama haipo. Hiyo nafasi tusiruhusu. Tuonyeshe vitu vinavyoonekana na vyenye maana, tutaifuta bila kutumia nguvu ya aina yoyote ile. Kwa hiyo niwapongeze sana mkoa, lakini niwapongeze sana wilaya ya Temeke, na nikimaliza ziara ya Temeke nitaingia katika ziara ya wilaya nyingineyo katika mkoa huu wa Dar es Salaam kabla ya kwenda kwenye mikoa mingine. Nina mambo mengi nilipanga kuzungumza, lakini nilipoingia katika ofisi ya wilaya ya Temeke nikakabidhiwa ripoti, nikaona mazungumzo yangu yote yasimame kwenye ripoti niliyokabidhiwa, kwa sababu inabeba mafuhumu ya yale niliyokuwa nataka kuyaongea. Kama nitaongeza machache sana. Sasa kwa sababu hiki kikao chetu ni kikao kazi, sio cha hotuba, ningeomba tu niende moja kwa moja ili tuokoe muda, na mengine yatakuwa ni maelekezo mahususi. Kwa mfano, nimeona pale kwanza nianze na kwamba BAKWATA kama chombo cha Waislamu ni chombo kikuu cha kusemea na kuwasimamia Waislamu Tanzania. Hiyo nafasi sisi lazima tuijue. Kwa nini ni chombo kikubwa, ni chombo kikuu cha Waislamu Tanzania? Kwa sababu hakuna chombo kingine cha Waislamu Tanzania chenye ukubwa kama BAKWATA, chenye mfumo mzuri kama BAKWATA, chenye ukongwe kama BAKWATA, chenye uadilifu kama BAKWATA, chenye uwezo wa kufanya kazi kama BAKWATA, chenye wafuasi wengi kama BAKWATA, chenye viongozi wengi kama BAKWATA, chenye ukongwe wa miaka kama BAKWATA. Hata kama katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haitutaji
kwamba ni Supreme Council, basi kwa uwepo wake na nature yake na namna ilivyo inajipambanua, wala usupremacy wa BAKWATA hauhitaji katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaonyesha by nature kwamba ndivyo ilivyo. Kwa hiyo sisi BAKWATA wala hatutumii nguvu nyingi sana kumwambia mtu kwamba BAKWATA ni chombo kikuu cha Waislamu Tanzania. Akikwambia mtu hapana, mwambie nionyeshe chombo ambacho ni kikongwe kuliko BAKWATA. Nionyeshe chombo ambacho kina mdororo wa viongozi ulioko kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi ya kaya na msikiti, kinachofahamika na chenye uhai kama BAKWATA. Nionyeshe chombo ambacho mfumo wake ni wa kidemokrasia na utawala bora kama BAKWATA. Sisi kila baada ya miaka 5 tunachaguana, demokrasia kubwa sana. Watu ni free kujaza fomu na kuomba na kuchaguliwa. Taasisi nyingine ipi ambayo leo unaweza ukaondoka wewe Matumbi, wewe Mpogoro, ukaomba nafasi na ukachaguliwa? Ziko taasisi zingine zina ukoo, bila ukoo wa fulani bin fulani, bila asili ya sehemu fulani huwezi kugombea nafasi. Ni BAKWATA peke yake. Kwa hiyo tu inaipa hadhi Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania kuwa ni chombo kikuu cha Waislamu Tanzania, hata kama hakuna mahala ambapo kimeandikwa hivyo. Mwenyekiti, umenielewa? Kwa hiyo huna haja ya kuhangaika sana na wanaosema BAKWATA si chombo cha Waislamu wote. Hakiwezi kuwa cha Waislamu wote kwa sababu wengine Waislamu wengine ni majina tu pia. Nadhani tunaelewana hivyo. Hiyo tuichukue na tuibebe. Lakini la pili, katibu wa wilaya wakati anaeleza ripoti yake amenieleza habari ya mashauri yale ambayo yamepokelewa katika ngazi ya wilaya na yakashughulikiwa. Iko dhana ya watu ambao hawaelewi, wanahitaji kuelimishwa kwamba BAKWATA haifanyi chochote wala haina jambo inalofanya. Kama ingekuwa haina, ngazi ya wilaya pale nimekuta mfano mmoja tu, mashauri 237 kama sikosei, ambayo ndani ya mwaka huu yameshughulikiwa katika wilaya ya Temeke. Sasa katibu, wakati mwingine mnipambanulie kwamba yapi yamemalizika katika ngazi ya wilaya, yapi yamepewa rufaa kwenda ngazi ya mkoa, yapi yameshindikana, yapi yameenda mahakamani, yapi yamepata suluhu pale pale. Pia hiyo nayo wakati mwingine muiweke vizuri ili tuwe na record. Wao wapongeze sana. Lakini la pili, jambo muhimu sana ambalo ninapenda leo nilizungumze, ikiwa kama maelekezo na maagizo yangu katika watendaji wa baraza, ni kuhusu utunzaji na umiliki wa mali za taasisi. Tumekuwa na tabia ya kutotunza nyaraka za mali za taasisi. Tuna viwanja vingi, vingine vina hati, vingine vina ofa, vingine havina kabisa. Kwa hiyo wanakuja watu wanavamia tu, wanasema ni maeneo yao, na kwa kuwa sisi nia yetu tuliyapokea, hata kama tuliyapokea kwa kurithi kwa watu, lazima sasa turudi kwenye kurasimisha ili tuwe na dokumenti ambayo itatuonyesha kwamba hiki ni cha kwetu. Niwape mfano mzuri. Nimeshahudhuria mahakamani mara nyingi sana kutetea mali za BAKWATA. Maswali unayoulizwa kufika pale, kwa mfano wakili, majaji na nini, okay, unasema hili eneo lilikuwa, tuthibitishie. Kama huna nyaraka unashindwa kuthibitisha. Historia tu kwamba hii alikopo mzee mmoja na swali hapa, anaitwa fulani, akatoa hili eneo, familia fulani ikajenga msikiti huu, tukafanya uchaguzi wa BAKWATA hapa, tukachaguana, tukaendelea, imamu wa kwanza ni fulani bin fulani, imamu wa pili ni nani.
hiyo kwenye mahakama haina mashiko. Tunachotakiwa ni kurasimisha maeneo yetu na tuhakikishe tuna nyaraka. Kuna watu wameingia kwenye maeneo yale, ameingia kama imamu, ameingia kama mwalimu wa madrasa, kwa sababu wana upeo wa mbele, wametengeneza nyaraka na wamemiliki zile nyaraka. Sisi tunasema msikitini wetu, siku kinyanyuka tayari na bodi ya wadhamini iko pale ndani ya msikiti wako. Na mashehe wa wilaya huko mliko, kaeni macho na viongozi wote wa wilaya, watu wote tunaowakabidhi maendeleo ya kuendeleza misikiti, tuwe makini nao, tusiwape mamlaka ya wao kuwa wamiliki. Tuhakikishe kwamba nyaraka za umiliki tunakuwa nazo original. Kama ardhi imetolewa ni ya jadi, ni ya asili, basi tupate umiliki wa ardhi ule wa asili. Kama ni eneo la mjini, tupime, tupewe ofa, tupewe hati. Hapo ndipo unapokuja kueleza kwamba eneo hili ni langu kwa sababu na nyaraka 1, 2, 3. Unaangalia Al Khair Online TV.